anasema amma al-ibtida'u fi hadha ash-shahr, ama kuzusha katika mwezi huu. Tunakimaliza kitabu jamaa. Ama kuzusha, inshallah, kuzusha kufanya bid'a katika mwezi huu, faqad ibtada'a an-nasu, kwa hakika wamezua watu. Hasa tuingia katika masuala nini ya bid'a. Sunna ni vile, sunna ni kufunga, sawa? Hakuna jambo jingine katika mwezi wa Muharram isipokuwa nini? Kufunga na kujikurubisha katika ibada mbalimbali ambazo ni mutlaka. Sasa tunaingia katika kipengele kingine cha bid'a. Amma al-ibtida'u fi hadha ash-shahr, ama kuzua katika mwezi huu, faqad ibtada'a an-nas, kwa hakika wamezua watu, wa ahdathu, na wamezusha ba'd al-mubtada'ati, baadhi ya vitu vyenye kuzushwa. Ismu maf'ul al-mubtada'ati, vile vitu vilivyozushwa, wamezusha baadhi ya watu. Wa minha, na miongoni ya hivyo ambavyo vimezushwa viko vingi, lakini maarufu ni bid'atani, bid'a mbili, kabiratani, zilizo kubwa mbili, tafarra'at minhuma, kisha bid'a hizo mbili tafarra'at, zikatoa vitagaa, zikatoa matawi, zikazaa matawi, minhuma, kutokana na bid'a hizo mbili tu, kathiru min albid'i, zikazaa bid'a nyingi, yani zikatoa matawi mingi katika bid'a. Albid'atu alula, bid'a ya kwanza, yeye atataja zile bid'a mbili tu kubwa, lakini kuna mambo mingi sana yanayofanywa ambayo ni mukhalif. Bid'atu alhuzn, bid'a ya kuhuzunika, fi shahri Muharram, ambayo inafanywa katika mwezi wa mfungo 4, min awwalihi, kuanzia mwanzo wa mwezi, ila akhiri, mpaka mwisho wake. Watu wanajitia kuhuzunika tu, wao hawafurahi, hawacheki, wao wanahuzuni tu. Kadhalika wa tahrimu alfarh, bid'a nyingine ni kuharamisha watu kufurahi fi hadha shahr, katika mwezi huu. Wanasema ni haramu kufurahi, muislamu haifai kufurahi. Wa tahrimu az-zawj au tahrimu az-zawaj fihi, na kuharamisha kuoa katika mwezi huu. Kwa nani lakini wanafanya hivyo? Wa tahrimu az-zawaj fihi 'inda ar-rafidha wa ghayrihim, na kuharamisha kuoa katika mwezi huu kwa marafidha, kwa mashia, ndo ar-rafidha, mashia wanaitwa hivyo. Hawa Shia wapenda wao waitwe Shia, ni jina zuri. Ashia si jina baya, lakini ukiita ar-rafidha au ar-rawafidh hawataki, wanachukia. Na hili ndio jina ambalo lastahiki kuitwa wao, marafidha, wala wasiitwe mashia, waitwe rafidha. Sasa mashia, lakini watu ndio hawajui, masikita vitu tuseme hivyo. Hawa mashia wao wamezusha bid'a hizi za kwa watu wasifurahi, watu wasioe, watu huzunike. Leo nimeangalia katika mtandao, washaanza kupachika ile bendera lao jeusi, wasema bendera ya Imam Hussein alipouawa Karbala, wataanza kujipiga, watalia, watajichinja na vitu kama hivyo. Hadhihi albid'a alula, hii ndio bid'a ya mwanzo, bid'atul huzn fi hadha ash-shahr, bid'a ya kuhuzunika katika mwezi huu wa mfungo 4. Wa hadha alhuzn, na hii huzuni hii, kuhuzunika, lahu madhahiru kathiratun, ina madhahir nyingi sana, yani kudhihirisha mambo mingi. Wanadhihirisha mambo mingi. Kwanza wanavaa maguo meusi, makanzo meusi, majoho meusi, malemba meusi, wanachukua visu, wanajipiga katika vichwa, wanajichinja, wanavaa minyororo, wanalia. Angalieni, hata Lamu wanafanya, Mombasa wanafanya, na sehemu nyingine Tanga wanafanya pia. Hasa huko kwetu mashia si hawajaingia, labda ziwani kuna vijishia golo vile vitatu, watafuta ugali na pembe, watafuta kula. Nasikia si hivyo ziwani, mashia golo. Hata ikiingia Muharram nao mashia golo kule ziwani, hata na wajichukua video, hata wahuzunika, walia. Aliwahi kufika kule Sheikh Abdul Fadhl hafidhahullah ta'ala, kipindi cha 2008, kutaka kufanya nao munakasha, debate, mashia golo kule, wakaingia mitini, wengine nao wakaja na visu, hata wataka kupigana. Nyinyi hamjambo mje na visu hapa, njoni na hoja. Anatafuta kula. Kwa wanadhihirisha mambo mengi. Kadhalika wa mushahadatu, kuna mushahada, kuna mambo yenye kushuhudiwa ya ajabu, ya viroja, utacheka sana. Akili zao ndogo mashia. Wao wanamtukana mama Aisha, sawa, lakini Allah akawapa mtihani, kawa wenyewe wanajipiga visu, wanajitoa madamu. Wao ndio walomuua Hussein, wanalia ati wanadai ati Hussein ameuliwa na Yazid ibn Muawiya, sawa, na masahaba, lakini wao ndio walomuua Karbala.
wao ndio waliomuita. Warongo wanalia na huku wao ndio walomuua. Allah amewapa mtihani, ile damu ya Hussein wao wanajichinja, wanajitoa damu. Wa khassatan, na hasa fil yawm al-ashir min Muharram. Mambo haya sana yanafanywa katika siku ile ya 10, tarehe 10. Sisi tumefunga Ashura, wao wafanya mambo kama haya ajabu katika Muharram, katika mwezi wa mfungo 4. Angalieni wenyewe mtaona sasa hizi dunia ni ndogo sana, dunia iko katika kiganja tu. Hakuna tena yale ati ufungua radio BBC unataka sikiliza. Hakuna tena. Sitaabishi bwana. Dunia siko hapa. Habari zote ziko hapa. Wa fi Ashura, na katika Ashura akrama Allahu azza wa jalla al-Husayn. Allah amemkirimu Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma. Ana al-Husayn ibn Ali, Allah miradhi na baba yake, akramahu Allah au akramahu Allah bishahada, Allah alimkirimu kwa shahada. Hii siku ya Ashura ndio siku alofariki al-Husayn ibn Ali, na Allah akamkirimu kwa shahada kwa sababu aliuliwa kwa dhulma, ambayo ilikuwa ni sanata 61 lilhijrati, ilikuwa ni mwaka 61 hijria. Hifadhi tarehe, mwaka 61 hijria. Fastashhada radiyallahu anhu, akapata shahada, akafa shahida. Mata shahidan, akafa alikuwa ni shahidi. Baada an qutila dhulman, baada kuuliwa aliyakuwa ya dhulma kabisa, aliuliwa dhulma wa udwana, na mashia wao ndio walomuua. Wao ndio walomwandikia barua atoke Madina aende, na Ibn Umar akamzuia, na Ibn Abbas akamzuia, akamwambia Hussein atakuwa. Na Ibn Umar radiyallahu anhuma yeye ilikuwa hajapata habari kama Hussein ameshatoka Madina, akaambiwa ameshatoka, akenda kwa farasi yani kumkimbilia amrejeshe, ambayo ilikuwa akenda kwa siku mchana nzima hatompata. Kwa ina maana hakulala Ibn Umar, alikwenda kwa farasi usiku na mchana, amkimbilia nani? Amkimbilia al-Husayn. Na alipomfika njiani akamwambia usiende, watakuua, lakini hakusikia. Wakana amrullahi qadaran maf'ula, ikawa ni jambo la Allah tayari lishakadiriwa aende kule akauawe. Na Hussein alipofika njiani alimuona Farazdak, mmoja katika shuara maarufu sana, akamwambia kaifa tajiduhum, umewapata vipi huko watu wa Iraq? Ilikuwa rudi Iraq. Akamwambia qulubuhum ma'ak, nyoyo zao ziko pamoja na wewe, wasuyufuhum alaik, lakini panga zao ziko dhidi yako, watakuua. Kwa hiyo wakamuua. Mashia wenyewe ndio walomuua. Mashia hao wanaolia na wanajidai wao ya Hussein katika magari yao, ile ni shirki wanaofanya, kama vile wanaofanya masufi ya Badawi. Wao ndio walomuua Karbala, wa huwa walimuua yeye dhulman, wa huwa wa akhuhu, yeye na kaka yake ambao ni al-Hasan radhiyallahu anhu, na wala alikuwa si mapacha. Al-Hasan wal-Husayn laysa tawamaini, si mapacha wawili kama wanavyodai watu. Hapana, al-Hasan ilikuwa ni mkubwa kwa miaka 2, na baadhi wanachoona sema al-muarrikh, yani wanachoona wa tarikh wanasema kwa mwaka mmoja. Si mapacha, urongo. Na watu wameenea mapacha wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kweli. Wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio, lakini si mapacha. Akhbara an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alielezea Mtume sallallahu alaihi wasallam annahuma, kuwa wawili hao al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-jannati, wao ndio vijana wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea kama inda Tirmidhi wa ghairihi, kama ilivyokuja kwa al-Imam Tirmidhi na wengineo. Kwa hiyo ni bid'a ya kwanza. Al-bid'atu thania ambayo wameifanya Mashia. Bid'a ya pili, bid'atul farh, ni bid'a ya kufurahi fi yaumi Ashura, katika siku ya Ashura. Inda an-nawasib, katika kundi la nawasib. Kwa nini wameitwa nawasib? Ataelezea Sheikh. Kuna kundi jingine linaitwa nawasib. Hili kundi inqarabu
ghaliba haliko tena liko limetoweka, lakini baadhi ya fikra ziko watu wapo nazo. Wanawasib, na nawasib humul ladhina, ni wale ambao nasabul ada au nasabul adawata, wamesimamisha uadui lilhusaini radhiyallahu anhu, kwa Husaini radhiyallahu anhu, wanamchukia sana Husaini. Kadhalika wa ahli baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, kadhalika watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanachukia. Ndio maana nyinyi mashia mkiwasikia sisi ahli sunna wanatuita vipi? Nawasibu hawa. Hamje kuwasikia nyinyi nawasibu hawa? Ndio maana wakusudia hivi, wakusudia sisi tuwachukia nani? Tumchukia Husaini, tuwachukia na watu wa nyumbani kwa mtume. Si kweli? Ndio maana hata al-Imam katika aqidatu ar-Raziyain, al-Imam Abu Hatim ar-Razi, kadhalika al-Imam Abu Zur'ata ar-Razi, wakaandika ukimsikia mtu anaoita ahli sunna nawasib, jua huyo ni mshia, ametaja muda. Ndio hivyo hivyo. Summu nawasiba, wameitwa nawasib liannahum, kwa sababu hakika wao nasabul ada, wamesimamisha uadui liali baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aghlabu haula min alkhawarij, na wingi katika hawa katika makhawarij ni katika makhawarij, kwa sababu ilikuwa wakiwaua hasa watu wa nyumbani kwa mtume, ilikuwa wakiwaua. Wa min aljuhal, na wingi katika hawa ilikuwa ni mijitu mijinga, alladhina ambao qabilu alfasada, wameikabili yani kama ni kuikabili ufisadi, uharibifu, bil fasadi, kwa uharibifu. Kwa nini nyinyi hamjaelewa? Lilipotoka kundi la mashia ikawa wamechupa mipaka kwa watu wa nyumbani kwa mtume, si hivyo? Ingisha mashia hao wanawatukana maswahaba, likazuka kundi Taif. Hili kundi ndio hii nawasib, wao wakaanzisha kumbe mashia wao sio watukana maswahaba na wamechupa mipaka kwa watu wa nyumbani kwa mtume, na sisi tutafanya kinyume chake. Wakajibu bid'a kwa bid'a, mavi kwa mkojo. Wao wakafanya na wao sasa, ikawa sasa na wao wanawatukana watu wa nyumbani kwa mtume, na wakafanyia uadui na wakawaua wengine. Sawa? Na ikawa sasa wanawatukuza baadhi ya maswahaba, wao wakafanya kinyume na wao. Sasa Sheikh yasema ni wajinga, wameikabili bid'a kwa bid'a, wal kadhiba bil kadhibi, uongo kwa uongo, na wakafanya uongo. Sawa? Washarra bisharri, na shari kwa shari, wal bid'ata bil bid'ati, na bid'a kwa bid'a. Fawada'u al athar, wakaeka athari za uongo, ndo maana wakaeka athari za al-mawdu'a, athari za uongo, ambazo athari hizo ni hadithi za uongo wameziweka hawa nawasib fi sha'air al-farh, ambazo athari hizo zinaelezea sha'air al-farh, yani uoneshe furaha, zile nembo za furaha. Sha'air ni jamu ya sha'ira, nembo. Uoneshe furaha katika siku hii ya Muharram, ambayo ni siku ya 10 mwezi 10. Wasurur, kadhalika uoneshe furaha maana moja, yauma ashura, siku ya ashura. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruhahu wa nawwara darihahu ad-Dimishqi al-Hanbali, wasifan, hali yakuwa ni mwenye kusifia hataini albid'ataini, hizi bid'a mbili amezisifia, yani kuzielezea. Maana yake wasifan, hali yakuwa ni mwenye kuzielezea, si kuzisifu, maana yake kuzisifia, yani kuzielezea ile wasfu wake. Wasifan hadaini alfariqain, hali yakuwa ni mwenye kuelezea makundi haya mawili, arrafidhata wan-nasibata, marafidha mashia na hawa an-nasiba. Qala rahimahullah, amesema Allah mrehemu, wasara ash-shaytanu, na akawa shaytani, bisababi maqtali al-Husayn radiyallahu anhu, kwa sababu ya kuuawa al-Husayn, shaytani yeye akawa yuhdithu linnasi, anawaanzishia watu, anawazushia watu shaytani bid'atain, au ikawa anawazushia bid'a mbili watu. Bid'at al-husn, shaytani akawaanzishia watu baada ya kufa Husaini bid'a ya husni wan-nuh. Maana yake hii ni kilio kikubwa, mtu analia kilio kile cha kelele. Sawa? Analia huko, anapiga kuizi, analia.
يوم عاشوراء siku ya Ashura. Min al-latmi, kadhalika huko analia wanajipiga na makofi. Al-latmi ni ile kulia mtu kisha anajipiga katika al-khudud, katika mashavu, anajipiga katika uso, analia. Mashia ndio wanaofanya, wanafanya hivyo, wanajipiga. Je, angalieni, yani vya ajabu sana. Wengine wanajipiga mpaka visu, mapanga, wanajipiga katika uso. Wanasema, kwa nini sikuwepo Hussein alipouawa nikamnusuru? Wanalia ajabu. Wasarakh, kadhalika wanapiga makelele na maoye, makelele. Walbukaa, kadhalika wanalia. Walbukai, wanalia. Walatsh, wanakaa na kiu, hawanywi siku hii nzima, hawanywi mchana nzima, wanaandamana, wanafanya maandamano, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Kadhalika wa insha'il marathi, na wanaanzisha na kuandika, kutunga. Insha'i ni ile kutunga, almarathi mashairi ya maombelezo, marthiyya jamu ya almarathi, mashairi ya maombelezo, wanaimba mashairi ya maombelezo. Wama yufdi ila dhalik, na linawapelekea jambo hilo mpaka min sabbi salafi, kuwatusi na kuwatukana wema waliotangulia maswahaba, wala'nihim, na kuwalani. Wanasema Abubakar la'natullah alayhi, Muawiya Allah mlani, Yazid ibn Muawiya Allah mlani. Fahadha laysa biwajibin, jambo hili si wajibu, si lazima, wala mustahabbin, wala halipendekezwi kulifanya, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote, jambo hili halipendekezwi. Naam, tayeb, barakallahu fikum. Kwa hiyo Sheikh al-Islam rahimahullah akasema kwa yuhdithu linnas bid'atayn, shaytani aliwazushia watu bid'a mbili, bid'at al-huzn, bid'a ya huzni, wan-nawhi. An-nawh maana yake ni kilio kikubwa, kama nauhul hamama, kama vile anavumtu analia kama njiwa. An-nawh yawma ashura, siku ya Ashura. Min al-latmi, kujipiga kwa makofi katika uso, al-khudud, katika mashavu. Was-sarakh, na kupiga makelele. Wal-bukai, na kulia. Wal-atshi, na kukaa na kiu. Wa insha'il marathi, na kutunga mashairi ya maombelezo. Wama yufdi ila dhalika min sabbi salaf wa la'nihim, na likawapelekea jambo hilo mpaka kuwatukana salaf, maswahaba, na kuwatukana kwao na kuwalani kwao. Fahadha laysa biwajib, jambo hili si lazima, wala mustahabbin, wala halipendekezi, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya Uislamu. Thumma qala, kisha akasema, wa kana bil Kufa, kwa bid'a ya kwanza ni walozushiwa. Ya pili, wa kana bil Kufa, na ilikuwa Kufa kuna watu qauman, kuna watu min almuntasirina lilhusain, ambao wanajifanya wataka kumnusuru Hussein, lakini si kweli. Wa qauman, na kuna watu wengine minan nasibina, wenye kusimamisha, albughdina, almubghidina, almubghidina, ambao wenye uadui, wanabughd, wanachuki li Ali radhiyallahu anhu, kwa Ali radhiyallahu anhu, wa auladihi, na watoto wake. Faahdatha ulaika alhuzn, hao wakazusha huzuni. Wa ahdatha haulai surur, na hao wengine wakazusha nini? Furaha, an-nawasib. Wa hadhihi bid'atun, na bid'a hii asluha min almutaassibina, asli yake min almutaassibina bil batil, ni kutokana na wale wenye yani kungangania, ndio taassub. Almutaassibin maana wale wenye kungangania kwa upofu, wala si haki. Mtu anangangania jambo bil batil, kwa batil, yani al-Husayn, kuhusiana Hussein. Wa tilka bid'a, na bid'a hiyo asluha, asli yake min almutaassibina bil batil lahu, ni kutokana na wale waliongangania na kumpenda mpaka kuchupa mipaka kwa batil kwake Hussein, na si kweli, kwa si kama wanampenda, ni kadhiban wa zura, ni urongo. Fahaulai an-nawasib, hawa nawasib taassabu ala al-Husayn, walitaasab kwa Hussein, wa abghadu ala al-bayt, kisha wakamchukia, wakawachukia watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa haula, na hawa wengine taassabu lil-Husayn, walitaasab na kungangania mapenzi ya kupofu kwa Hussein, wa humur rafidha, nao ni mashia. Wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a hizi zote ni upotevu.
lam yastahibba ahad min al-a'immati al-arba'a, hawajalipendekeza, maana hawajalifanya ni sunna, hawajalifanya istihbab jambo hilo yoyote katika maimamu wanne, al-Imam Abu Hanifa au ni Imam Malik au ni Imam Ash-Shafi'i au Imam Ahmad ibn Hanbal, wote hawajalipendekeza. min al-a'immati al-arba'a wa ghayrihim, nasukwa hao, la hadha wala hadha, sihili wala hili, la hadhihi al-bid'a, sio bidahi, wala hadhihi al-bid'a, wala sio bidahi, sio bid'a ya furaha wala bid'a ya huzuni, zote wanachoona hawajazipendekeza. wala shay'un fihi, wala hakuna chochote ndani yake min al-istihbabi dhalik, katika kupendekezwa jambo hilo hakuna chochote ndani yake hujjatun shar'iyya, hakuna hoja yote ya kisheria ya Kiislamu. Kwa ni jambo ambalo halijathibiti, ni mambo ya kuzushwa, na kuna mambo mingi zaidi haya, lakini hasa ni bid'a hizi mbili ambazo ndio bid'atani kabiratani, ambazo zimezushwa, na baada ya bid'a hizi tafarraghat minhuma, zikazaa vitagaa kwa bid'a hizi mbili. Hadha kalamuhu, haya ni maneno yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi minhaji sunnati an-nabawiyya, katika kitabu chake minhaji sunnati an-nabawiyya. Fa'alimna, tumejua ma hiya sunna fi hadha ash-shahr al-muharram, ni ipi hiyo sunna katika mwezi huu mtukufu ambao ni al-ikthar min al-ibada, ni ukithirisha ibada, wa ta'at, na ta'a, wal qurubat, na kujikurubisha kwa Allah kwa aina mbalimbali za ta'a, allati, ambazo dallat alayha al-adillatu, zimejulishwa juu yake na dalili, wal a'malu salihah, na matendo mema, wa khassatan as-siyam, na hasa funga, watu wakithirishi kufunga fi hadha ash-shahr, katika mwezi huu, wa siyam ashura, na kufunga siku ya Ashura. Wa hadha ma dhahaba ilayhi, na haya yote ambayo tumeyazungumza ndio aliokwenda nayo msimamo wa jambo hili au mambo haya ahlus sunnati wal jamaa. Ahlus sunnati wal jamaa wamekwenda juu ya msimamo huu fi shahri llahi al-muharram, katika mwezi wa Allah mtukufu al-muharram. Kwa sunna iliyo sunna katika mwezi huu kufanya nini? Kufunga hasa nini? Ashura. Nayo itakuwa katika siku gani? Siku ya Jumamosi, na tasua yake itakuwa lini? Siku ya Ijumaa. Sawa, hiyo ndio sunna, na kufanya ibada nyingi tofauti, lakini masuala ya kufurahi au masuala ya huzuni yote ni mambo ambayo ma anzala Allah biha min sultan, ni mambo ambayo hayateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yu'afiyana wa iyyakum min al-bid'i wa muhdathati al-umur, tunamwomba Allah atusalimishe sisi na nyinyi kutokana na masuala ya uzushi na bid'a yote katika dini. Na tutafikia hapa. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Subhanakallahumma